Mchezaji Achraf Hakimi ndiye mchezaji bora barani Afrika. Hakimi ameshinda tuzo hiyo kwa kuwapiku wachezaji Victor Osimhen anayechezea klabu ya Galatasaray na Mohamed Salah anayewajibikia klabu ya Liverpool. Akizungumza baada ya kushinda tuzo hiyo, Hakimi amesema ya kwamba ilikuwa ni ndoto yake kushinda tuzo hiyo na kwamba timu yake ya taifa ya Morocco itafanya kila juhudi na jitihada kuhakikisha kwamba wanashinda kombe la ubingwa wa Afrika AFCON itakayoandaliwa nchini humo. Vilevile akiongezea amesema kwamba yeye ni Mwafrika na anafurahia kuwa Morocco. Mchezaji Erling Haaland amesawazisha rekodi iliyokuwa inashikiliwa na mchezaji Robert Lewandowski ambayo alikuwa amefunga magoli 16 katika mechi za kuwania kufuzu katika kombe la dunia. Na kwa sasa mchezaji Erling Haaland amesawazisha rekodi hiyo ya magoli 16 huku Cristiano Ronaldo akiwa amefunga magoli 15 katika mechi za kuwania kufuzu kombe la dunia. Na kwingineko, bingwa wa uzani wa heavyweight Alexander Usyk ameachia ubingwa wa WBO na hivyo Fabio Udeli ataratibiwa kama bingwa wa uzani huo wa ukanda wa WBO. Alexander Usyk alikuwa amepata mandatory challenge kutoka kwa shirika la WBO World Boxing Organization kwa kuwa mpinzani wake alikuwa Fabio Udeli, na kwa hivyo akachagua kutoshiriki mpambano huo na hivyo kuachia mkanda huo. Na baada ya kutamatika kwa mechi za kimataifa, ligi kuu mbalimbali duniani zitakuwa zinarejea wikendi hii. Katika ligi kuu hapa nyumbani, Gor Mahia watakuwa wenyeji wa wanamvinyo Tusker, ambapo baada ya kucheza mechi mbili pungufu, Gor Mahia ndio viongozi wa ligi kuu hapa nchini. Kwa upande wa Tusker ambao wamecheza mechi 9, 2 juu ya Gor Mahia, wanashika nafasi ya katikati katika jedwali. Tusker wameanza msimu huu kwa kusuasua na kuboronga, hasa baada ya kumuuza mchezaji Ryan Wesley Ogana aliyejiunga na klabu ya Augsburg huko nchini Austria. Kwingineko, Bidco United itakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Bandari ambao pia msimu huu mambo hayajakuwa yakiwaendea sawasawa, na hivyo wamekuwa wakiboronga na kuburura na matokeo hayajakuwa ya kuridhisha. Ukilinganisha na Bidco ambao kwa sasa mambo ni kama yamewanogea na msimu unawaendea kama walivyotarajia. Na katika mechi nyingine, Kariobangi Sharks watakuwa nyumbani kuwavaa Chingwe FC Leopard. Kariobangi Sharks ni wapili kutoka mkiani na wamekuwa wakiboronga na matokeo hayajakuwa rahisi kuwaendea kama wanavyokuwa wakihitaji. Kwa upande wa Ingwe, matokeo ya msimu huu yamekuwa yakiridhisha ukilingana na misimu ya hapo nyuma, ambapo kwa sasa wanaonekana kuwa wanatia kila juhudi na jitihada kuandikisha ushindi katika kila mechi wanapokuwa wanacheza. Na kwingineko, Sofapaka watakuwa nyumbani kucheza dhidi ya wanajeshi Ulinzi Stars, mchuano ambao wengi wanaupigia upato Sofapaka kuandikisha ushindi katika mchuano huo. Na hizo ndizo baadhi ya mechi ambazo zitakuwa zikichezwa hapa nyumbani. Na tukiangazia ugaibuni, hasa katika ligi kuu nchini Uingereza, Burnley watakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Chelsea. Burnley ambao walitua ligi msimu huu na wameandikisha alama 10 kati ya jumla ya alama 33 baada ya kushiriki michuano 11, huku Chelsea ikishikilia nafasi ya 3 kwa kuandikisha alama 20 baada ya kushiriki michuano 11. Mchuano huu utakuwa Ale Kickoff, ambapo Ale Kickoff saa zingine huendea timu mnayotarajia kushinda mambo iendea segemnege, hasa baada ya michuano ya kimataifa. Kwingineko, Newcastle United itakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Manchester City katika uga wa St James Park. Man City wanapo
wanapocheza ugenini dhidi ya Newcastle, imekuwa vigumu kupata matokeo katika uga wa St James Park Man City wanapocheza ugenini. Mchuano unaokumbukwa zaidi ni ule wa mwaka 2023-2024 ambapo ilimbidi Kevin De Bruyne kuingia kutoka kwenye kiti na kuzalisha goli ambalo lilifungwa na Oscar Bob na hivyo kuiandikishia Man City ushindi wa magoli 3-2. Newcastle msimu huu wamekuwa wakisuasua na kuboronga na wamekuwa wakipoteza mechi ambazo mashabiki wao hawangetazamia kupoteza na hivyo kuwa katika nafasi ya 10 kuteremka. Kwingineko, Arsenal itakuwa nyumbani Emirates Stadium kucheza dhidi ya Tottenham Hotspur, hii ikiwa ni North London Derby. Spurs chini ya kocha mpya Thomas Frank msimu huu wamekuwa wakipata matokeo ukilinganisha na kocha Ange Postecoglou ambapo Spurs ilikuwa ikisuasua na kutopata matokeo. Mchuano huu unatazamiwa kuwa wenye ushindani mkali hasa ikilinganishwa ukaribu wa viwanja vya timu zote mbili ambapo zinapatikana ule ukanda wa North London. Kwingineko, klabu ya Manchester United itakuwa nyumbani Old Trafford kucheza dhidi ya Everton. Man U watakosa huduma za mshambulizi Benjamin Sesko ambaye inatazamiwa kuwa ni rasmi kwamba atakuwa nje kwa kipindi cha mwezi mmoja. Benjamin Sesko alijeruhiwa katika mchuano dhidi ya Tottenham Hotspur. Everton wanakuja katika mchuano huu dhidi ya Manchester United baada ya kuandikisha sare ya 1-1 dhidi ya Sunderland. Na hivi karibuni wamekuwa wakikosa kupata ushindi katika mechi zao chini ya kocha David Moyes. Na tukiangazia mechi zitakazochezwa katika ligi kuu nchini Uhispania, La Liga, klabu ya Barcelona itacheza dhidi ya klabu ya Athletic Bilbao. Na katika mchuano huu klabu ya Barcelona itakuwa inarejea katika uga wake wa nyumbani wa Nou Camp baada ya takriban miaka 2 ambapo uwanja huu umekuwa ukitengenezwa. Barcelona imepewa ruksa ambapo watakuwa na mashabiki 45,000 na mchezaji Lamine Yamal anatazamiwa kucheza mchuano wake wa pili katika uga huu wa Camp Nou. Kwingineko, klabu ya Getafe itakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Atletico Madrid. Mchuano huu unaikutanisha Atletico Madrid na Getafe. Getafe ikiwa inashikilia nafasi ya 8 katika msimamo wa jedwali la ligi kuu nchini Uhispania, huku Atletico Madrid ikishikilia nafasi ya 4, alama 1 nyuma ya Villarreal. Kwingineko, Elche itawaalika vijana wa Xabi Alonso Real Madrid, huku wengi wakitazamia kwamba vijana hawa wa Real Madrid watapata ushindi katika mchuano huu. Kulinganisha, Elche ni timu ambayo haitawapa ushindani zaidi ama ushindani mkali. Na kwingineko, Villarreal itakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Mallorca. Villarreal wamekuwa moto wa kuotea mbali msimu huu, huku wakishikilia nafasi ya 3, alama 2 nyuma ya Barcelona wanaoshikilia nafasi ya 2. Na tukitazamia michuano itakayochezwa katika ligi kuu nchini Ujerumani, Bundesliga, vijana wa Bayern Munich watakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Freiburg. Huu utakuwa mchuano wa kwanza tangia Bayern Munich wadondoshe alama kwa mara ya kwanza msimu huu kwa kuandikisha sare ya kufungana magoli 2 dhidi ya Union Berlin. Wengi wakipigia upato Bayern Munich kuandikisha ushindi katika mchuano huu. Na kwingineko, klabu ya Borussia Dortmund itakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Stuttgart. Ni miaka 3 tangia Borussia Dortmund ishinde mchuano wowote dhidi ya klabu ya Stuttgart. Timu zote mbili zinakuja katika mchuano huu zikiwa zimeandikisha alama sawia, alama ambazo ni 21. Na kwingineko, klabu ya RB Leipzig itakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Werder Bremen. Leipzig ambayo ililazwa katika mchuano uliopita itakuwa inatarajia kurejea katika hali ya ushindi dhidi ya Werder Bremen. Kwingineko, Wolfsburg itakuwa inacheza dhidi ya Bayer Leverkusen. Wolfsburg imekuwa ni nadra kupata matokeo mazuri msimu huu. Mambo yamekuwa yakiwaendea segemnege. Upande mwingine, Leverkusen wanakuja katika mchuano huu
wakijua kwamba ushindi huenda ukaipaisha na kuchupa hadi nafasi ya pili, wengi wakipigia upato Leverkusen kupata ushindi katika mchuano huu. Na tukiangazia mechi zitakazochezwa katika ligi kuu nchini Italia, Serie A, Fiorentina watakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Juventus. Juventus wamekosa ushindi wanapocheza katika mechi za ugenini. Fiorentina wameandikisha jumla ya alama 5 tangia msimu ulipoanza. Imekuwa nadra kwao kuweka clean sheet. Juventus wameshindwa kufunga katika mechi 3 kati ya 4 walizocheza ugenini. Na kwengineko, klabu ya Napoli itakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Atalanta. Atalanta walimpiga kalamu kocha Ivan Juric baada ya timu hii matokeo yake kudorora. Napoli wamekuwa ni vigumu kuweka clean sheets wanapocheza nyumbani, na wachezaji watakao angaziwa katika mchuano huu ni mchezaji Ademola Lookman upande wa Atalanta na mchezaji Scott McTominay upande wa Napoli. Ikumbukwe mchezaji Frank Zambo Anguissa aliumia akiwajibikia timu yake ya taifa ya Cameroon. Na kwengineko, Cremonese itakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Roma. Cremonese iko na mchezaji Jimmy Vardy. Roma watakuwa wanadhihirisha ni kwa nini watakuwa wanachukuliwa kama miongoni mwa timu ambazo zinatazamiwa kutoa ubingwa wa ligi kuu nchini Italia msimu huu. Na katika mji wa Milan kila kitu kitasimama, ambapo mechi ya Derby del Madonnina ama Milan Derby itakuwa inachezwa weekend hii. Inter Milan watakuwa nyumbani kucheza dhidi ya AC Milan, na timu zote hizi hutumia uga mmoja wa San Siro. Inter Milan wanaongoza katika ligi hii kwa alama 24, huku AC Milan wakiwa ni watatu kwa alama 22. Tofauti ya timu hizi mbili ikiwa ni alama 2 peke yake. Inter Milan chini ya kocha mpya Christian Chivu na AC Milan chini ya kocha Massimiliano Allegri ambaye aliwahi kuwa kocha wa timu hii kabla ya kutimkia katika klabu ya Juventus na baadaye kurejea katika klabu hii ya AC Milan. Mchezaji Luka Modric ambaye alijiunga na klabu ya AC Milan atakuwa anacheza dabe yake ya kwanza akivaa uzi wa AC Milan. Tukiangazia UFC Unlimited Fighting Championship ama MMA, Mixed Martial Arts, ranking mpya ya pound for pound imetolewa na UFC, ambapo mpiganaji Islam Makhachev anashikilia nafasi ya kwanza katika ranking hiyo. Hii ni baada ya kumbwaga Jack Della Maddalena katika mpambano wa welterweight na kushinda mkanda huo. Makhachev kwa sasa ni bingwa wa welterweight na vile alikuwa bingwa wa lightweight kabla ya kuhamia welterweight. Baada ya ushindi wake dhidi ya Maddalena, Makhachev alipoulizwa kwa sasa atakuwa anapigana na nani, alisema kwa kuwa hana jeraha lolote na yuko vizuri kiafya na anajihisi ako vizuri, yuko tayari kwa yoyote ambaye UFC itaamua ndiye atakayepigana naye. Wengi wakitazamia mpambano kati yake na Ilia Topuria kuwa ni mpambano utakao kuwa wa hali ya juu zaidi na ambao utaufunika mpambano uliokuwa kati ya Khabib Nurmagomedov dhidi ya Conor McGregor, mpambano ambao ulipigwa mwaka 2018. Nafasi ya pili inamwendea Ilia Topuria na nafasi ya tatu ni Merab Dvalishvili. Ilia Topuria na Merab Dvalishvili wote wanatokea katika nchi ya Georgia. Na tukiangazia mipambano itakayopigwa weekend hii katika nchini Qatar, Belal Mohamed atapigana na Ian Machado Gare. Na akizungumza kabla ya mpambano huu, Ian Machado Gare amesema ya kwamba, na namnukuu, kitendo cha Islam Makhachev kutaka kukipiga dhidi ya Kamaru Usman ni Makhachev kuchagua mpinzani mwepesi kwa Kamaru na hivyo kutazamia kuandikisha ushindi wake wa 17 mfululizo baada ya kuwapa
wapiganaji chipukizi nafasi. Akiongeza amesema Kamaru Usman umuhimu wake katika ulingo wa welter umedidimia, na kwa kuwa alikuwa mpambanaji wa kitambo na ambaye amewahi kuwa bingwa wa ulingo huo, kwa sasa amepitwa na wakati. Na katika ulingo wa lightweight, Arman Tsarukyan atakuwa anapigana na Dan Hooker. Kwa mujibu wa kocha wa Islam Makhachev Khabib Nurmagomedov, Arman Tsarukyan ndiye mpiganaji bora katika ulingo wa lightweight. Na tukiangazia mashindano ya Formula 1, Formula 1 itakuwa inarejea weekend hii katika msururu wa Las Vegas huko Nevada, Marekani. Red Bull inapigiwa upato kufanya vizuri katika makala haya ikilinganishwa na McLaren, ambao wakati wanapoingia katika msururu ambao tire temperatures zinacheza umuhimu ama ina umuhimu mkubwa, McLaren husuasua, na kama ilivyokuwa msimu jana ambapo McLaren walisuasua na kumaliza katika nafasi ya 6 na 7 kwa Lando Norris na Oscar Piastri, na hivyo kumpelekea Max Verstappen kutoa ubingwa wa dunia katika msururu huo. Vilevile inatazamiwa kwamba McLaren watakuwa wanasuasua, na msururu huu wa Las Vegas huenda ukawa pigo kwa timu hii. Na kwa upande wa Mercedes, Toto Wolff amesema ya kwamba Mercedes haitegemei kuwa itashinda msururu huu wa Las Vegas kama ilivyokuwa msimu jana George Russell aliposhinda msururu huo na Lewis Hamilton akakuja wa pili katika makala hayo. Katika msururu huu wa Las Vegas, Max Verstappen ndo abaki kuwa miongoni mwa wanaowania ubingwa wa dunia, analazimika kushinda makala haya. Na kutoka michezoni sina la ziada. Umekuwa ukitazama Spoti na Mandela. Jina langu ni Willy Mandela.